الحمد لله رب العالمين. نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية وأزحت عن بصائرنا غشاوة الغواية، ونصلي ونسلم ونبارك على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومعلمنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بدون تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. إخوة الأعزاء، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ndugu wapenzi watukufu wa Islamu, jambo la kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa huruma na mapenzi ya uhakika ametukusanya wachache katika wengi ndani ya jamii zetu, na lengo la mkusanyiko huu ni kutekeleza amri yake ya kuiswali salatu Ijumaa. Hivyo tusisahau kumuomba tukubalie Mwenyezi Mungu na kutuwafikia na wenzetu wote kwa ujumla duniani. Lakini hivyo tusisahau pia kumtakia rehema na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo ni siku ya 29 katika mwezi wa Mei, mwezi wa 5 mwaka 2026 miladia. Ni sambamba na siku ya 12 au mwezi 12 wa Dhulhijja, mfungo 3, siku ya 12 ndani ya mwaka wa 1447 mwaka wa Kiislamu. Waislamu watukufu, kuwepo na uhai mpaka muda huu na tukiwa tuko hapa tumejikusanya maksudi kwa ajili ya kutekeleza anayoyapenda Mola na Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kwa ujanja wetu. Hivyo kuna wenzetu ambao fursa hii hawakupewa ni Mola. Tukizungumza hivi leo, bila shaka kutakuwa na tukio adhim sana la msiba. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Msiba huo ni wa dada yetu na mama yetu ambaye ni dada yake ndugu yetu Sharifu Muhammad Matar, ambaye ni maarufu mmoja katika wazee wetu msikitini hapa. Sharifu Muhammad Matar ni Sharifu ambaye ana munasaba na chuo maarufu cha zamani Masjid Khairia, Madrasatul Khairia. Tuko naye hapa, tukimtaja tu kwa wale wenyeji basi wanajua ni nani. Kwa hiyo amefiwa ni dada yake ambaye tulikuwa tukitangaza hapa mara nyingi kumuombea dua, dada yake tumbo moja. Na tunalitaja hili kwa sababu umma usikie, na baada ya kuwa umelifahamu hilo, wapokee jengine kwamba baada al-asri itakuwa ni mazishi yake au maziko yake, atahifadhiwa katika maziara mashuhuri yaliyopo Kisutu, maziara ya Kisutu. Hivyo shima alaikum, baada al-asri mubasharatan, tukimaliza tuelekee Kisutu. Ataswaliwa maeneo ya Mbagala kule, na ndiko ulikokuwa kiuguzwa baada ya kutolewa hospitali. Hili tumelieleza kwa sababu ni mwenzetu, tunaye siku zote mzee wetu, na huyu dada alikuwa tukimtangaza hapa kumuombea dua na wagonjwa wetu tulikuwa tukiwaombea. Kwa hiyo hivyo baada ya asri inshallah tuelekee maziara ya Kisutu kwa ajili ya kwenda kumstiri na kumhifadhi mama yetu na dada yetu. Waislamu watukufu, leo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu tutakumbushana juu ya umoja na mshikamano, alwihdatu walwiam, umoja na mshikamano katika dini yetu ya Kiislamu au katika Uislamu wetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo yeye aliyetuamrisha hili,
kwa maneno matukufu katika suratu Ali Imran aya ya 103, sura ya 3, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mola anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, na mshikamane na kamba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu Uislamu, wala msifarikiane. Lakini Mola huyo ndiye alituambia katika suratul Anfal sura ya 8, Mwenyezi Mungu akasema wa atii'u Allaha wa rasulahu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, na mumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, lakini msizozane, msigombane, msitete, msiachane. Mkifanya hilo watadhhaba rihukum fatafshalu, kwanza mtafeli, hamtofanikiwa katika yenu yote, lakini mtapoteza nguvu yenu, hamtokuwa na nguvu tena. Huyo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuelekeza haya. Lakini Waislamu tukufu, alwahdatu walwi'am, umoja na mshikamano katika Uislamu ni amrun dharuriyun wa matlabun shar'iyyun, ni jambo la lazima na limetakikana au linatakikana kisheria. Limetakiwa kisheria jambo hili kuliishi, jambo la umoja na mshikamano. Hivyo kwa Muislamu yoyote ni haramu na haifai kutafuta njia yoyote itakayopelekea kuvunja umoja na mshikamano katika jamii aliyopo na katika dini yake na katika kila jamii atakayoiendea. Hivyo jambo hili ameliamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo lenyewe kulifanya ni wajibu, kwa kuwa Mwenyezi Mungu kaamrisha watu wawe na umoja, lakini kakataza kuleta faraka, utofauti, kugawanya watu kwenye umoja wao. Kulifanya jambo hili ni wajibu na kuliacha ni haramu, haifai. Kwa hiyo Muislamu, popote pale ulipo, chunga sana, kuwa makini sana, usitafute njia yoyote ambayo itasababisha kuondosha umoja, bali wewe unatakiwa ufanye juhudi za kila namna za makusudi kuweka umoja katika kila upande, katika kila jamii. Kwa hakika Waislamu tukufu, umoja ndiyo mafanikio, umoja ndio ushindi, umoja una faida. Hata tumeelezwa sisi kwamba aljamaatu rahma walfirqatu adhab, namna ya jinsi ya umoja na mshikamano, umuhimu wake, ya kwamba umoja ni rehma, ni mafanikio, na utengano au kutengana huwa ni udhaifu, ni jambo halifawi, ni jambo si zuri, ni jambo halina faida. Na chunguza popote ambapo hakuna jambo hili la mshikamano, hata kwenye familia yako. Ukiwa huna mshikamano pamoja na mwenzi wako, yani mke wako au mume wako, kwa wanawake huko, bimaana ukiwa hauna mshikamano, huna mafungamano mema, hakuna kusikilizana, hata na watoto, kiukweli nyumba hii itakuwa ni nyumba ya matata, na kizazi hichi kitakuwa ni kizazi kitakachoinikia kwenye mabaya tu, kwa sababu kizazi kitakachokuwa kinaiona sura ambayo haina faida kwenye jamii, kiwa wazazi wenyewe hawaelewani, wazazi wenyewe hawana mshikamano, watoto nao watatafuta njia na ibilisi ataingilia kati kuharibu familia ile. Ndugu Waislamu watukufu, basi tunashindwa sisi kujifunza katika ibada zetu hizi, ambapo leo utakuta ibada ya swala mfano wake inatufunza mshikamano na umoja, unaoonyesha wazi kwamba wingi wa swafu zilizopo nyuma ya imamu wakiongozwa ni mtu mmoja, kwa unyenyekevu na utiifu, atakapoamrisha imamu akisema Allahu Akbar, basi watu wanafuata kile ambacho imamu anakitekeleza. Lakini
ndani ya ibada hiyo hakuna manyanyasano, hakuna kuharibiana heshima. Yani utakaposimama ni pale pale, hakuna mbele kuna mkubwa, swafu hii ya waheshimiwa, swafu hii ya wanyonge. Na hata imamu mwenyewe unaikuta mara nyingine unamkuta ni mnyonge kuliko anaoswalisha, lakini kwa sababu jambo analolifanya ni la Mola Subhana, utukufu wake anaujua Mola peke yake. Lakini kibinadamu kiangalia umoja na mshikamano, ilikuwa hastahiki yeye ambaye hamiliki hichi na kile, angestahiki mtu mwenye uwezo wake kuwa mbele ya umma kama huo. Lakini hii ni sura tunaonyesha namna gani ya umoja na mshikamano. Lakini hata ibada ya haji ambayo leo ndugu zetu wako huko wanatimiza baadhi yaliyobakia ili wapate kurudi katika miji yao, pia nao vile vile ukafika kule umma wa duniani, watu kutoka sehemu tofauti wamekwenda pale kumkusudia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mbora katika yoyote pale, mbora ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wale ambao wametafawak, walofika mbali zaidi kujua hilo, basi utakuta pale kuna marais wa nchi wakafika pale, wanaweza kuwakuta wamelala sehemu za kawaida ambazo hazina hadhi kwa wao kidunia huko walikotoka, bali wakifika pale wananyenyekea. Huwezi kumjua kirahisi mpaka uambiwe huyu ni kiongozi katika nchi fulani. Ibada zetu katika dini ya Uislamu zinatufundisha na kutuhimiza alwihdatu walwi'am, moja na mshikamano. Basi kama si hivyo, Waislamu tukufu, tunashindwaje sisi kuchukua mafunzo hata kwa wanyama pori wale waliopata kutembelea katika sehemu za wanyama wanamoishi misituni na sehemu zilizokuwa zina hifadhi ya wanyama? Kuna baadhi ya wanyama ukiwakuta kwa umoja wao, hata wanapotafuta riziki yao, kitoweo chao wanachokula au riziki yao wanayokula, wana mshikamano na ushirikiano, wana umoja. Utakuta wanyama kama kinofisi, mbwa mwitu wale, hata simba. Basi huwezi kuwakuta wawili au mmoja, sio rahisi, sio mara nyingi. Basi utakuta wawili au mmoja amekamata sehemu ya pua kule, wengine huku nyuma wanashambulia mpaka wanamchosha, wanamdhoofisha mnyama ambaye ana maungo, ana haiba, ana ukubwa kuliko ni wao. Lakini wao ni wengi, wamemshinda kwa sababu ya umoja wao na mshikamano. Hivyo sisi tunatakiwa tutasawar, tunatakiwa Waislamu tujifunze kwenye matukio kama haya. Safari moja mzazi aliwaita watoto wake, baada ya kuwa anataka kuwafundisha umoja na mshikamano, umuhimu wake na nafasi yake katika maisha kwa kila mmoja. Maana alikuwa anawafunza kisaikolojia kwamba umoja ni nguvu na utengano si lolote bali ni udhaifu. Akawaita, akawaagiza kuni zile. Kuni maana ni miti iliyokauka ambayo hutumika katika mapishi kupikia. Basi akawaagiza kuni, akakusanya tita la kuni, mzigo mkubwa. Akawaamrisha kuufunga, kuzungusha kamba, wakafunga vizuri, wakaukaza. Ilifika mahala mzazi anawaagiza watoto mmoja mmoja, akiwaamrisha wende mmoja baada mwingine avunje lile tita la kuni au mfungashio wa kuni zilizokuwa chache azivunje kwa pamoja. Akajaribu mmoja na mwingine, wakashindwa. Baada ya hapo akawafunza kwa hikma yake mzee yule, akawaagiza mmoja mmoja wafungue zile kuni. Zikafunguliwa, zikaachwa wazi, wakaokotezwa moja baada nyingine. Akaagizwa mmoja achukue moja, aambiwe vunja, akaambiwa vunja, akavunja kuni moja, ikavunjika. Na mwingine akaagizwa hivyo hivyo, akachukua kuni nyingine, akavunja, ikavunjika. Mwingine hivyo hivyo. Baada ya mwisho ya kiswa hicho akawauliza, mmejifunza nini wanangu hapa? Watoto kawa wanasubiri jawabu kutoka kwa mzee. Baada ya mzee kuwa na hikima akawaambia, mbona mmoja wenu alipoambiwa avunje hizi kuni 3-4 zilizofungwa hakuweza? Kwa nini? Kwa sababu alikuwa peke yake na kuni zilikuwa nyingi. Lakini je, ilikuwaje baada ya hapo mkachukua moja moja mkavunja? Hapo mmeweza kwa sababu siku zote mbwa mwitu hufuata mtu mmoja mmoja. Hivyo umoja ni nguvu. Kuni hamkuziweza zilipokuwa pamoja, lakini mlipochomoa moja moja baada nyingine muliweza. Hapa na kufunzeni jambo zima na darasa na somo kubwa la umoja na mshikamano. Umoja na mshikamano katika dini yetu ni kitu ambacho ni dharura sana, ni kitu cha lazima. Hivyo katika tarehe ya dini yetu ya Kiislamu tukirudi nyuma, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, tumehadithiwa ya kwamba ilikuwa waliposhikamana
na kufuata taratibu walizokuwa wakielekezwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi walifanikiwa pamoja na uchache wao. Hawakuwa wengi kama watu wa zama zetu, kama waumini wa zama hizi tuko wengi mno, lakini zama zilizopita masahaba hawakuwa wengi. Lakini hebu sikiliza tarehe yao, ilifikia mahala wakapata ushindi mpaka dini ikapokewa mpaka ikatufikia sisi pamoja na uchache wao. Lakini baada ya hapo ilipokuja mitihani na uongozi na ukhalifa uliokuja baadaye, masahaba hao waliporegarega kwenye umoja na mshikamano, basi zikapatikana farqa, makundi tofauti, mpaka leo tunapata kuyasikia makundi hayo na nguvu ikakosekana ya Uislamu. Safari moja aliulizwa Imamu Ali karamallahu wajhahu wa radhiallahu anhu, aliulizwa hivi khalifa, kwa nini kwenye uongozi wako kuna kuwa na vurumai, yani zogo msukumano, mara wanapigana hawa, mara kino Muawiya, mara kino nani, mara kino nani, hili tatizo linakuwa ni wapi? Alijibu kwa wepesi, akawaambia Sayyidina Ali karamallahu wajhahu waliomuuliza kwamba wakati uliopita wa khalifa wa wenzangu uliopita walikuwa wakiongoza watu wanaojua uongozi, wanaojua kuongozwa ni nini. Hivyo mie naongoza watu wasiojua kuongozwa, kwa sababu utakuta uongozi wa ukhalifa au wakati wa ukhalifa wa Sayyidina Umar radhiallahu ta'ala anhu, mshairi mmoja anatuambia, ewe uliyemuona Sayyidina Umar akivaa burda lake au akijifunika burda lake, lakini chakula chake kwa jinsi alivyokuwa na zuhudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ilifikia mahala mara nyingine akila mkate tu kwa kuchovya na mafuta kwa kuziba sehemu ya haja ya njaa, na sehemu ya kulala yake au nyumba yake ilikuwa akilala kwenye kibanda tu kidogo, nyumba tu ya kawaida. Lakini yahtazu Kisra min ba'sihi faraka, wafalme au mfalme wa Kisra ilikuwa akitetemeka wakati wanapomtaja Sayyidina Umar. Wakati huo jinsi ilivyokuwa Sayyidina Umar katika swafu yake ya ukhalifa wake na uongozi wake, jinsi alivyokuwa na umoja na watu walivyokuwa wanamsikiliza kiongozi, mpaka wafalme wa Rumu wote, wafalme wa Italia kwa sasa hivi, Rumu kwa zamani, walikuwa wakimuogopa. Wakikaa vikao vyao wakimtaja Umar ibn al-Khattab, walikuwa wakitatizika na wakinyongeka na wakawa na hofu na uoga, jinsi ya ufalme au jinsi ya ukhalifa wa Sayyidina Umar kwa wakati wake. Namna gani Sayyidina Umar aliimarisha zaidi umoja, na waliokuwa wakiwatawala na wakiwasimamia wakielewa namna ya kutawaliwa na kusimamiwa na kuongozwa, na wakawa na umoja na mshikamano. Ndugu Waislamu tukufu, leo tuko ndani ya moja ya siku zile ya ayami tashriq. Kuna vitu ambavyo ni muhimu kukumbushana. Hizi siku zilizobakia, ikiwa ni leo na kesho, ni siku za fadla. Ayami tashriq ni siku 3 baada ya Eid al-Adha. Hivyo katika fadla zake na matukufu yake, Mtume Muhammad ndiye ametufundisha na kutuambia ni siku ya kula, ni siku ya kufurahi, ni siku ya kunywa, ni siku ya kufurahia katika mazuri anayoyapenda Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ni siku ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kufanya dhikri kwa wingi, kufanya tasbihi kwa wingi, kufanya tahlili kwa wingi, kujisogeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si kula peke yake, ukafurahikia kula peke yake, lakini ukasahau kumtaja Mwenyezi Mungu na kumsabihi Mwenyezi Mungu. Kwa fadhila nyingi zinapatikana siku hizi 3 au 2 zilizobakia, maana ni siku zaidi. Na siku hizi wanatuambia wengine, na katika hadithi vile vile kwa mafuhumu yake, kwamba pia ni haramu kufunga, haifai kufunga katika masiku kama haya, kwa sababu ni masiku ya Idi. Hivyo watu wamtakase na kumtukuza Mwenyezi Mungu mpaka siku ya 3 baada salatu al-asri, jambo limekwisha, kuonyesha umuhimu na fadhila ya siku kama hizi. Lakini baada ya Idi zilizopita 2, Eid al-Fitri, baada ya Ramadhani tumemaliza, tumevuna mengi mazuri mpaka tukaambiwa tuishi kama Ramadhani ilivyokuwa imetufundisha,
maana Ramadhani ilikuwa ni chuo cha kumfundisha mtu akawa mcha Mungu. Na Mola Subhanahu wa Ta'ala katika watu wake, wanadamu wake, anawapenda zaidi wacha Mungu, na ndio watakaoingia peponi. Hatoingia peponi asiyekuwa mcha Mungu, ila wacha Mungu peke yake ndio Mola Subhanahu atawaingiza peponi. Na sayyidul muttaqin, bwana wa wacha Mungu wote, ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imeisha Eidul Fitri, Mwenyezi Mungu ametupa pumzi na uhai mpaka Eidul Adha. Juzi tumemaliza Eidul Adha. Hivyo tuna safari refu sana kuja kukutana nazo hizi Eid mbili. Kitu gani tuishi nacho katika muhula na muda kama huu? Hii nafasi kama hii ya kuja kuitafuta tena mpaka Eidul Adha wa Eidul Fitri tukutane nayo, tuishi vipi? Jambo gani la kufanya? Waislamu tukufu, kwa kuchunga nidhamu ya khutba ni kuishi juu ya maamrisho ya Mwenyezi Mungu na taa kumtii Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo kama hatutokuwa na umoja na mshikamano katika dini yetu, tumefeli pakubwa, kama alivyotukataza Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu Waislamu tukufu, ibada bado hazijesha, muumini bado hajamaliza kumwabudu Mwenyezi Mungu Mola wake. Hivyo usione Eid mbili zimemalizika ukaona lolote unaweza kufanya, la hasha. Muumini siku zote anafuatilia misimu ya ibada, misimu ya kufanya kheri. Kunazo siku zile nyeupe za kufunga, kunayo misimu, kuna mfungo 4 na kunakuja, kuna misimu kadha wa kadha, ndiyo ya kupatiliza. Katika hayo pia mazuri ya kudumu nayo mpaka kuja kuzisubiria kwenye uhai. Eid mbili zikija tena kwenye uhai, basi ni umoja na mshikamano. Tuwe na umoja na mshikamano. Inapokosekana umoja na mshikamano, hata kwenye misikiti yetu kunakuwa na mizozo. Watu hawaaminiani, watu hawaheshimiani, watu hawafikiriani kheri. Kila mmoja anamuona mwenzake ana maana, kila mmoja anajiona yeye ni bora. Huyu utakuta anamsema hivi mwenyekiti, huyu utakuta anamsema hivi katibu, huyu utakuta anamsema hivi muadhini, huyu utakuta anamsema hivi imamu. Basi ili muradi, maana wanadamu wanaishi katika mazingira sio Mola apendayo, wala hajaamrisha Mwenyezi Mungu wala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajaelekeza. Wanadamu wana mapungufu, na siku zote hata mshairi anatuambia, hewe ambaye unawatazama watu kwa mapungufu yao, jua mwanadamu yoyote mwenye mapungufu yote aliyokuwa nayo hakosi mazuri aliyokuwa nayo. Hivyo wewe tazama yale mazuri aliyokuwa nayo, hachana na kupatiliza kuyaona mabaya aliyokuwa nayo. Kila mwanadamu anakosea, kila mwanadamu ana mapungufu. Hivyo wewe unatarajia kwamba utakosa mtu ambaye hana mapungufu, hana madhaifu, hana kasoro? Wenda muokota wapi mtu wa sampuli hiyo? Wenda mpata wapi mtu wa namna hiyo? Kila mtu ana mazuri na ana mabaya yake. Dini inaturuhusu kuyaangalia yale mazuri, wewe yapatilize yale mazuri aliyokuwa nayo. Ndivyo dini ilivyotufundisha. Hivi unatarajia wewe kwamba mwanadamu yoyote, au unamtarajia wewe kumuona kwamba hatakuwa na aibu na hutoweza kumvumilia kwa hilo? Hivi unawezaje kuona kuna udi ambao utatoa harufu bila ya moshi? Lazima kuletwe kichetezo, kuletwe mkaa au umeme, uwashe udi ule, kisa ule udi utoe moshi. Ule moshi ndio utakuwa unajifakhirisha na kuenjoy na harufu yake. Hivyo huwezi kustarehe na kufurahia mpaka uvumilie ule moshi. Wa hal udun yafuhum bila dukhan, je, ushapata kuona udi unatoa harufu bila ya moshi? Moshi ni yale mapungufu ya wanadamu. Tuvumiliane, tufike mahala tusameheane, ili tuishi kama Idi Ramadhani na Idi zote zilivyotufunza ustaarabu wa Uislamu wetu, ukiwemo ambao ustaarabu mkubwa ni alwihdatu walwiam, umoja na mshikamano. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman khafa wartaqaba wa amala lilmunqalaba in ahsana ma ihtada bihi almukhlasun. كلام من له العزة والكبرياء، فالله تبارك وتعالى يقول: وبقوله يهتدي المهتدون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذي الأصل العريق صاحبه في الغار أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا رب العالمين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام، ونجينا من الظلمات واهدنا إلى صراط مستقيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رحيم يا رحمن ويا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على البشير النذير محمد وآله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.